impact negatively on our economic growth. Wakazi wa Mukure katika eneo la Ndia, kaunti ya Kirinyaga wameingiwa na hofu baada ya mnyama wanaidhani kuwa ni chui kuvamia eneo hilo na kuacha uharibifu mkubwa ikiwemo kuwavamia kondoo na mbuzi. Wakazi walipoamka walikuta mizoga ya kondoo na mbuzi wao, huku wakihofia kwamba huenda mnyama huyo wa porini akaanza kuwashambulia watoto wao wanaoenda shuleni. Josiah Murigu, mkazi wa eneo hilo, alisema kuwa sasa wanalazimika kuwasindikiza watoto wao hadi shuleni kwa hofu ya kushambuliwa na mnyama huyo. Mirugi alisema hayo hata shughuli za kawaida za kilimo zimesitishwa kwa sababu wakazi wanaogopa kwenda shambani. Wakazi hao sasa wanaitaka mamlaka ya huduma za wanyamapori nchini KWS kutembelea eneo hilo na kuwasaidia kumwinda mnyama huyo. Sababu nikiangalia hata kule ameingilia sijaona. Mwenye mboma hakuwepo. Alipofika mwendo wa saa 11 alipata washauawa. Na tuko na uoga sana kwa sababu hata kwetu kuna mbuzi na area hii hakuna mtu hana mbuzi. Sasa kama mtu anaweka mbuzi yake kwa sababu ya usaidizi wa baadaye alafu ikuje imekuliwa, hiyo si ni shida kubwa sana. Naomba hao watu wa WS watusaidie sana, sababu kama wanaweza kuja huku wanaweza weka mitego, sababu hao watu ndio wana mitego ile wanaweza weka kila pahali na watanyaka hiyo kitu. Bila shaka nimekwambia hapa Standard Group leo ni sherehe, furaha kweli kweli. Nataka nikupeleke katika kituo cha Radio Maisha, kituo cha Radio Mama. Katika kituo hiki ama katika shirika hili la Standard Group tuweze kusikiliza hotuba mbalimbali za viongozi na vile vile watangazaji wa radio hiyo ya Radio Maisha ambayo inaadhimisha miaka 15 tangu kuasisiwa kwake.